Tuna eneo letu mtaa wa Bomani. Pale mtaa wa Bomani tulikuwa na shamba letu tangia mwaka 75, babu analima pale. Juzi hapa mwezi wa 12 tukakuta pamewekwa mawe ya kiwanja. Hatukupata mtu wa kumuuliza kwa sababu hatujaona mtu aliyoenda pale. Mwisho kabisa nikauza kipande ili nijenge pale. Kufika pale nikapigiwa simu na katibu tarafa, akaniambia nakuhitaji hapa kwenye ofisi ya katibu tarafa. Nikatoka pale nikaenda. Kufika pale nikamkuta na yule mtu ambaye nimemuuzia, akaniambia kwa nini umeuza eneo la boma? Nikamwambia hili sio eneo la boma, tangia siku nyingi, tangia mwaka 75 babu zetu wanalima hapa, hadi leo ni shamba letu. Leo inakuaje iwe ni eneo la boma? Basi nikamwambia mimi nimeuza haki yangu, kama ni eneo la boma ningepewa barua siku nyingi wakati tunamiliki hapa. Akaniambia hairuhusiwi, rudisha hela kwa mtu uliomuuzia. Nikamwambia mimi sitamrudishia. Basi mimi nikaondoka zangu, na yule mtu akaambiwa na katibu tarafa mpeleke kwa mwenyekiti. Nikamwambia mpeleke kwa mwenyekiti na haki yangu. Akaniambia hili sio eneo la kwenu, ni eneo la boma, hata TAKUKURU anataka waje wajenge hapa. Nikamwambia kama anataka waje wajenge hapa, kwa nini hakutuambia au kwa nini hakutupa barua? Akasema ndio ujue hivyo sasa, weka mrudishie huyu mtu hela yake. Kwa kweli nimeumia sana na ninapata shida na watoto. Tumeshauza sehemu ili tujenge, lakini sasa hivi tumekataliwa. Naomba mheshimiwa unisaidie na hangaika na wanangu. Pole. Hebu njoo katibu. Hebu chukua taarifa zake hizo. Chukua taarifa zake hizo. Nyamaza usilie. Ngoja katibu anakuja hapo. Chukua taarifa zake hizo tujiridhishe. Inatosha mama, inatosha. Tumekusikia. Ngoja kusikiliza hapo tupate taarifa zake. Mheshimiwa mkuu wa wilaya analijua hili? Hili jambo unalijua? Unalijua? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hili swala ninalifahamu. Likoje hili? Pale wilayani kwetu Bomani kiwanja chetu hakijapimwa. Na hapo zamani kuanzia miaka 80 hamna idara ya ardhi. Tunayo na tumeanza mchakato. Kwa hiyo tulipokuwa tunafufua mipaka, hii wilaya imeanza lini DC? Miaka mingi sana kabla ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ndo tumeanza. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, eneo la wilaya Bomani halijapimwa. Na mama analima tangu 75 ndio mnagundua sasa hivi. Tuliwapa watu Sikiliza bwana DC. Ninyi mkitaka eneo kwa ajili ya matumizi ya serikali na liko karibu na serikali, fidieni. Msichukue eneo la walalahoi. Msichukue eneo la walalahoi kwa sababu sisi wenyewe ndio serikali, basi mkachukua tu. Napokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa eneo la Bomani linakaje tangu 75 ndo mgundue sasa hivi? Mnafufua mipaka sasa. Mnafufua mipaka. Anaomba aseme. Mama usilie lakini. Usilie lakini sasa unielezee, ndo nimekuja hivyo kusikiliza. Sogea, usikae hata kwenye mvua. Sogea hapo pembeni hapo. Mheshimiwa DC, lina ukubwa gani hilo eneo? Nilikuwa natafuta hela kujengea. Siku moja nilifukuzwa na mwenye nyumba, nikalala chooni na wanangu. Sasa nyamaza, tumekusikia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna familia kama mbili na ni square mita kama 1000, sio eneo kubwa. Bwana, sasa 1000 wa kina mama wa kwa maelekezo yao Mheshimiwa Waziri Mkuu kafanya. Bwana, hiyo tafuteni. Mimi sisemi msitumie eneo kwa shughuli za serikali. Lakini naosema hawa mama, hawa wananchi wetu hawa
wananchi wetu hawa, hii ni kwa serikali, hii ni sehemu ndogo hii, wapatieni wasilie hivi kwamba eneo limeenda serikalini. Tena nani square mita 1000 wafidieni. Mama nyamaza, Mheshimiwa mkuu wa wilaya atalifanyia kazi, mtapewa haki yenu na utajenga nyumba. Utajenga nyumba, utapewa fedha yenu, utajenga nyumba. Tena msaidieni kutafuta eneo tu vizuri, mbadilishane, ajenge nyumba. Mpatieni mic. Mpatieni mama mic. Ili mpatie mic. Mpatieni akate kile. Limeshaisha, atakusaidia limeisha hilo. Serikali, mkuu wa wilaya, fanyeni hiyo tathmini, mfidieni huyo mama, ama mtafutieni eneo sehemu nyingine nzuri, mfanye kubadilishana na hiyo familia nyingine, wabadilishane square mita 500 amweze kukosa eneo la aina hiyo, ili hili liishe na mama zetu hawa. Nikwambie Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kuna siku mimi napokea simu usiku, Daktari Samia Suluhu Hassan akiona akina mama wanalia hivi. Ameshatoa, Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, unakumbuka lile jambo la Kariakoo lile la yule mama yule. Alielekeza itafutwe eneo lingine ajengewe. Mama asilie, mama asiteseke. Na mama mwenzao yuko pale. Kwa hiyo hii square mita 1000 msilize huyo mama. Kaeni, tafuteni mnampatia eneo gani, mnamfidiaje, limalizeni, ninyi muendelee na hiyo shughuli ya kufufua hiyo mipaka. Aina taasisi zetu za serikali ni wakumbushe, na waziri wa ardhi yuko hapa. Kuweni na hati kwenye maeneo yenu. Kuwa na mzozo mpaka bomani, hiyo sio. Mama la kwako limeisha, pumzika, tulia kabisa, tuliza moyo vizuri kabisa. Tena sasa hivi DC rafiki yako, peana hata na namba ya simu, mshauriane namna ya kumaliza hilo.